Karibuni sana hifadhi ya Saadani kuja kuona mandhari ya bahari na nchi kavu. Ni hifadhi mojawapo muhimu sana ambayo utakuta bahari, mazingira ya bahari yameungana na nchi kavu. Hapo mwanzo kijiji cha Saadani kilikuwa bandari muhimu sana na kituo cha biashara ya utumwa Afrika Mashariki. Kwa sasa ni kijiji kidogo cha Kiswahili kinachoendesha maisha yake kwa shughuli za uvuvi na kilimo, hususan kilimo cha nazi katika vijiji vinavyopakana navyo. Wakazi wa Saadani wanaishi ndani ya mbuga, na hii ni mbuga kama zilivyo mbuga nyingine hapa nchini. Ila mbuga hii ni ya kipekee duniani, kwani pamoja na wanyama, lakini pia utapata upepo mzuri wa bahari ukifurahia mandhari. Kwa hiyo unaweza ukafanya game drive, ukaona wanyama wakubwa wote 4 isipokuwa faru, ukaenjoy na ukaja baharini pia ukaogelea baharini. Pia vile vile tuna utalii wa boti katika mto Wami. Ukifika mto Wami utakuta boti pale. Uzuri wa mbuga hii hufikika kirahisi kama unatokea maeneo ya mji wa Dar es Salaam, kwani ni mwendo wa masaa machache tu na unakuwa umeshafika mbugani na kuanza kufurahia mandhari. Mwendo wa kutoka Dar es Salaam mpaka kuja Saadani ni kilomita 200. Unaweza ukaweka gari yako mafuta na ukaja Saadani kwa kupitia Mandela. Ukipitia daraja la Wami kilomita 117 unafika Saadani. Mbali ya bahari, lakini pia wanatuambia kuwa kuna utalii wa boti ambapo utakwenda kufurahia mambo mbalimbali ukiwa majini kama mhifadhi anavyotueleza. Ukifika mto Wami utakuta boti pale, unaingia kwenye boti, unafanya utalii wa ndani ya maji, utaona viboko pamoja na mamba. Hiyo nayo ni mojawapo ya fursa ya kuona hifadhi yetu ya Saadani ilivyo tofauti na hifadhi nyingine. Hata hivyo tuna mazalia ya kasa wa kijani. Kasa wa kijani wamekuwa na kawaida ya kuja kuzalia hapa. Kuna maeneo la ufukwe ambayo tumelihifadhi kwa ajili ya mazalia ya kasa wa kijani.
Kwa hiyo mkija mtaona pia mazalia ya kasa wa kijani ambapo wao huja kutaga mayai hapa. Lakini unaweza ukaona shimo lao la kutagia na mhusika akakuonyesha mabaki yake ya mayai ya kasa wa kijani. Lakini huwezi kumuona, maana yeye anakuja kutaga kwenye saa 10 usiku mpaka saa 11. Kiasi kwamba watu wasimuone, anakuja anachimba shimo lake, anataga mayai yake, anafukia. Kwa hiyo nyewe mkija tu asubuhi mnakuta truck zake anazorudi, anarudi baharini. Anaweza akatembea kama akatembea kama dakika 30 kuja kuchimba shimo lake na kutaga mayai, kuyafunika, kukudanganya wewe kwamba shimo lake liko hapa. Kwa hiyo anachimba shimo kubwa, alafu anaweka mayai sehemu, anafunika, alafu anatengeneza truck yake, anarudi zake ndani ya bahari. Na akisha yaweka hapo, anayaacha hapo, yataendelea kama kawaida wa amphibians wengine. Yanajangua yenyewe na kitoto kinatokeza chenyewe, kinakaa kama dakika 10 hivi, kinapata uelekeo, kinaelekea baharini. Ukenyewe kanaenda tu kama mawimbi yakiwa sio makali sana, vinaenda hivyo vitajitahidi kupata chakula na vitakuwa. Lakini na yeye kama ni mwanamke atabidi aje atage hapa. Ila sasa wewe usimdisturb. Ukiwa binadamu usimshike wala usimfanye kitu. Na muangalia tu, mnamwacha. Ukimshika anapoteza kumbukumbu zote kwamba anatakiwa kuja kutaga hapa. Mara nyingi safari za kitalii kama hizi huhitaji pia sehemu ya malazi. Je, wageni tukija tunakaa wapi? Pia vile tuna mabanda ya kupumzikia wageni, haswa utalii wa ndani. Wageni wanakuja, wanapumzika hapa, wanaogelea baharini. Alafu tuna mabanda na rest house, wageni wanalala hapa, wakija weekend wanaenjoy, wanakuwa wanafurahi pia. Tunachojivunia zaidi hapa Saadani, hii ni hifadhi pekee ambayo ina mazingira ya bahari na nchi kavu ambazo zinaingiliana. Kwa hiyo mtu unaweza kuja kufanya utalii wa kuona wanyama, kuja kufanya boating safari na kuogelea. Mtazamaji, hayo ndio machache, lakini kuna mengi mazuri
yapatikanayo katika mbuga hii, kwa mfano wanyama wakubwa pori kama vile twiga, swala na tembo. Lakini ili kujua na kuona kila kitu, ni vyema ukafanya safari, hususan mwisho wa wiki, na kwenda kujionea kwa macho yako mwenyewe.